Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kusalimu ndugu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu sana katika Uamsho wa Kanisa TV. Tukiendelea kuyachambua matukio ya siku za mwisho. Wewe unayefuatilia channel hii ya Uamsho wa Kanisa TV, nilikuahidi kwamba tutaendelea na kuyachambua matukio ya siku za mwisho. Na matukio yenyewe ya siku za mwisho nimeyapangilia kama ifuatavyo. Tukio la kwanza ni kunyakuliwa kwa kanisa. Tukio la pili ni vita vya Gogu na Magogu. Tukio la tatu ni taji kwa watakatifu na harusi ya mwanakondoo. Tukio la nne ni dhiki kuu. Tukio la tano ni vita vya Harmagedon. Tukio la sita ni kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Tukio la saba ni miaka 1000 na utawala wa Yesu Kristo duniani. Tukio la 9 ni vita vya Gogu na Magogu awamu ya pili. Tukio tukio la 9 ni ufufuo wa wafu. Tukio la 10 ni kiti cha enzi kikubwa cheupe cha hukumu, manake tukio la 10 ni hukumu ya mwisho. Tukio la 11 ni jehanamu ya moto, na tukio la 12 ni mbingu mpya na nchi mpya. Mungu wetu na Baba yetu aliye mwema na mwaminifu, ninakushukuru kwa kutupa neema ya kuendelea kuyachunguza matukio ya siku za mwisho. Hata huyu anayesikiliza mpe neema ya kuelewa na kujua mafunuo na kujua wakati na majira tulionayo kwa nyakati hizi. Asante Bwana kwa sababu upo pamoja nasi na utatusaidia kuyaelewa haya yote, na utanitumia kama chombo, kama daraja la kumfikishia huyu mtu anayesikiliza au anayefuatilia channel hii ya Uamsho wa Kanisa TV aweze kuelewa vizuri. Nimeomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amen. Mtumishi wa Bwana, mimi ninaitwa mchungaji Geoffrey Martin Kaputa wa Kanisa Takatifu la Uamsho Tanzania. Makao yake tuko Mbinga mjini, Ruvuma, Tanzania. Tuanze na tukio la kwanza la kunyakuliwa kwa kanisa. Neno kanisa linatokana na neno la asili katika lugha ya Kiyunani linaloitwa eklesia, lenye maana ya walioitwa na kutoka miongoni mwao. Kanisa linafananishwa na wana wa Israeli walioitwa kutoka katika utumwa wa Farao kule Misri na kuanza kwenda Kanaani kupitia jangwa. Kisoma Matendo ya Mitume sura ya 7 kuanzia mstari wa 38. Maandiko yanatuambia hivyo kwamba yeye ndiye aliyekuwa na kanisa hapo mwanzo. Kwa hiyo kanisa linafananishwa na wana wa Israeli waliotoka utumwani mwa Farao. So walipokuwa jangwani waliitwa kanisa la jangwani. Hivyo tunaweza kusema kwa kuhitimisha, kanisa leo ni wale wote walioitwa na kutoka katika utumwa wa dhambi. Wote walioitwa na kutoka katika utumwa wa dhambi, kama vile wana wa Israeli walivyokuwa watumwa wa Farao, kadhalika na watenda dhambi leo. Watenda dhambi leo ni watumwa wa Shetani. Watu wote waliookoka kwa kutoka katika utumwa wa Shetani kote duniani, bila kujali dini, dhehebu, kabila lake, wote kwa pamoja wanaitwa kanisa. Hilo ndilo kanisa linalotarajiwa kunyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ufahamu kwamba tukio hili la unyakuo hakuna anayejua siku wala saa wala tarehe. Jambo la kumshukuru Mungu, Bwana Yesu ametupa dalili kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutuacha tuwe bubu na hakutuacha tusijue kinachoendelea, lakini ametupa dalili. Zifuatazo ni baadhi ya dalili za kunyakuliwa kwa kanisa. Baadhi ya dalili ni nyingi sana, lakini nitakupa baadhi. Dalili ya kwanza ni kuongezeka kwa maasi kwa namna ya kutisha zaidi.
Kuongezeka kwa nini? Kwa maasi, kwa namna ya kutisha zaidi. Hebu angalia hapa katika kitabu cha Timotheo, katika kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ni ya 3. Anasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Sikiliza hilo neno, nyakati za nini? Za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasariti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Angalia hilo neno. Ndiyo maana siku za mwisho zinaitwa siku za hatari. Wewe mwenyewe ni shahidi, tunashuhudia na tunaendelea kushuhudia ukatili wa kinyama unaotendwa na watu nyakati hizi, lakini tutashuhudia ukatili wa kinyama zaidi utakaoendelea kutendwa na binadamu dhidi ya binadamu wenzake. Mtu ni rahisi kukata kiungo cha mtu, ni rahisi mtu kuua mwenzake, ni rahisi mtu kumtukana mtu hadharani. Hayo na matendo mengi ya ajabu yataendelea kutendeka. Lakini dalili ya pili, upendo wa watu wengi utapoa. Upendo wa watu wengi utapoa. Biblia inasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Hakutakuwa na huruma yoyote, watu watajipenda wenyewe tu. Hilo ndo jambo litakalotokea. Lakini dalili ya tatu, magonjwa ya kuambukizwa yasiyokoma na dawa. Magonjwa nini? Ya kuambukizwa yasiyokuwa, sio yasiyokoma, yasiyokuwa na dawa wala tiba. Yasiyokuwa na dawa wala tiba. We mwenyewe umekuwa ni shahidi, tumekuwa tukisikia magonjwa kaza wa kaza, mara Ebola, mara ugonjwa wa kutokwa na damu sehemu zenye uwazi, na magonjwa kaza wa kaza. Sasa haya yataongezeka na kuwa zaidi. Hizi ni dalili ambazo Yesu alituambia hizi zitakuwa ni dalili za mwisho wa dunia. Lakini tunapoongelea mwisho wa dunia, tunaongelea mpangilio wa matukio ambayo nimeanza kukwambia yatakayoanza kutokea wakati wowote kuanzia sasa. Hakuna juae siku wala saa. Jambo la 4, habari njema ya ufalme kuhubiriwa kwa mataifa yote. Ndiyo maana utaona nyakati hizi injili ya kweli iliyohubiriwa na mitume inahubiriwa tena. Habari njema ya ufalme kuhubiriwa tena. Ndio maana utaona injili inaendelea kuhubiriwa tena. Kwa mfano, wanawake kufunika kichwa wawapo kanisani, wanawake wasiwe wachungaji kwa sababu mwanamke hatakiwi kuliongoza kanisa. Umeona injili ya kuchukia dhambi, injili ya toba na matengenezo, ile iliyohubiriwa na Yesu Kristo. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kujitenga na dunia na wanawake kuachana na ulembo wa aina yoyote. Hii ni injili ambayo inahubiriwa tena, inaitwa injili ya ufalme, injili ya matengenezo na toba. Kama Yesu alivyosema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni injili ya ufalme. Jambo la 5, wachafu watazidi kuwa wachafu, na watakatifu watazidi kutakaswa. Ufunuo 22:11. Ulawiti, ushoga na unajisi kwa namna ile ile ya Sodoma na Gomora, na uchafu utaongezeka kwa namna ya kutisha, ili kuonesha kuwa ni siku za mwisho. Ndiyo maana utaona leo hii watu wanawalawiti watoto wadogo, watu wanafanya ubakaji wa watoto wadogo, kufanya uchafu na wazazi wao, wengine unajisi na maiti, wengine unajisi na wanyama, mfano kondoo, mtu analala na ng'ombe, mbuzi, tena kwa namna ya kutisha kuliko wakati wowote. Haya yote yanaonesha ni nyakati za mwisho. Bila kusahau, tukumbuke kuwa katika kitabu cha Mathayo 24 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 14, Yesu aliongea mengi hapa, dalili nyingi sana hapa, na tunaona mengi yaliyozungumzwa na Bwana Yesu yameshatokea, na mengine tunaendelea kuyashuhudia tena na tena kama msisitizo wa kile alichokisema Bwana. Kutokana na hayo tunayaona na yanaendelea kutokea mbele ya macho yetu kama manabii wa uongo kutokea. Angalia leo kanisa linapambana na manabii wa uongo, makristo wa uongo,
maasi kuongezeka. Ni wazi kuwa unyakuo wa kanisa uko karibu mno kuliko tunavyoweza kufikiri au kuwaza. Kwa nini? Kwa sababu ya haya yote yanayoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda unaweza ukaniuliza, mtumishi, mchungaji, kwani kunyakuliwa maana yake nini? Kunyakuliwa naweza nikatafsiri hivi: ni tendo la kuchukuliwa kwa kitu ghafla kwa kasi kubwa na kuondolewa pale kilipokuwa. Tunachukuaga mfano unyakuo, tunamchukua mwewe anavyonyakua kifaranga cha kuku, ndivyo Bwana Yesu atakavyonyakua watu wote waliokubali kuacha dhambi popote pale walipo duniani. Kama vile mwewe unavyonyakua kifaranga cha kuku, ndivyo tunavyochukuliwa habari ya unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura yake ni 4 kuanzia mstari wa 16. Wathesalonike wa kwanza sura yake ni 4 kuanzia mstari wa 16 mpaka wa 17. Neno la Bwana wangu Yesu Kristo linasema, na kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mstari wa 18, basi farijianeni kwa maneno hayo. Haleluya kanisa. Hapa tunaona mambo makubwa matatu ambayo mtume Paulo aliyaongelea. Jambo la kwanza aliongelea mwaliko. Jambo la pili aliongelea sauti ya malaika mkuu. Jambo la tatu aliongelea parapanda ya Mungu. Paulo aliandika siri hizi nzito kuhusu unyakuo ili wana wa Mungu tujue ukweli uliopo. Hakutaka watu wafichwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya kwanza ambayo Paulo aliongelea ni kwa habari ya mwaliko. Bwana mwenyewe atakuja pamoja nani? Na mwaliko. Ndugu unayenisikiliza, popote pale ulipo, fahamu jambo hili. Hakuna anayeweza kuhudhuria harusi yote ya kidunia na kuingia ukumbini bila kadi. Wewe mwenyewe unafahamu harusi za kidunia huwa zinaletewa kadi ili watu waingie. Hivyo hata harusi ya mwana kondoo, harusi ya Bwana wetu Yesu Kristo, watakaohudhuria ni wale waliopokea mwaliko. Swali langu kwako, je, umepokea mwaliko tayari? Kama hujapokea, unasubiri nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwaliko unaozungumzwa hapa sio mwaliko wa sherehe fulani fulani hivi za kidunia, hapana. Bali hapa inamaanisha, mwaliko unaomaanisha hapa ni kelele za nguvu zinazoambatana na ndelemo na vifijo, kuashiria kuwa mtu fulani wa kipekee anakaribia kuwasili. Mfano, kiongozi yote wa nchi au kiongozi yote wa mkoa wa wilaya anapofika mahali fulani, huwa kunaanza na ile amsha kama kelele, kama matangazo, kusema kwamba watu wakakusanyike kwenye uwanja fulani, kiongozi fulani anakaribia kufika, labda rais wa nchi. Kwa nini kuwe na hizo kelele? Ili kumfanya ile kiongozi asifike pale uwanjani akakosa watu, asifike pale kwenye eneo la tukio akakosa watu wa kukutana nao. Ndio maana hizo kelele. So kelele hizo ni kumfanya mtu anayemngojea kujiweka tayari kumlaki atakapofika langoni mwake, isiwe ghafla tu. Kwa mfano, ukisoma Biblia ya KJV ya Kiingereza, Wathesalonike wa kwanza sura 4 kuanzia mstari wa 16 na 17, Biblia inasema, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the death in Christ shall rise first. Mwisho wa kunukuu. Angalia neno hilo shout. Hilo neno shout, Biblia inasema hizi ni shout. Maana yake shout hizi ni kelele za kumfanya mlengwa amke na kujiandaa na tukio linalokwenda kutokea mbele. Ndio maana ya hiyo shout. Njoo kwenye kitabu cha Mathayo 25. Acha nikuonesha hapa. Mathayo 25. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi.
watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja nao harusini, mlango ukafungwa. Mwisho wa kunukuu. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, kuja kwa Yesu Kristo kulichukua kanisa lake kumefananishwa na wanawali 10. Angalia jambo hilo, wala usisahau. Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba wale wanawali 10 wote walikuwa na taa zao, lakini pia taa zao zilikuwa na mafuta. Kilichowatofautisha ni mafuta ya ziada. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta ya ziada ndio yaliyowatofautisha. Lakini kabla sijasonga mbele, nikupe angalizo hapa. Hawa wanawali 10, watano wenye busara na watano wapumbavu. Upumbavu wao ulionekana mwishoni. Upumbavu wao ulijulikana mwishoni. Unajua, mnapokuwa ibadani wote mnakuwa na taa, lakini pia hizo taa zote zina mafuta. Lakini ili ujulikane baadaye kwamba huo ni upumbavu, ni mafuta ya ziada. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nakupa angalizo. Waliporudi kuyatafuta mafuta waliyapata, lakini waliporudi kugonga mlango walikuta mlango umefungwa. Nini tafsiri yake? Kanisa unaliona leo, walioko kanisani leo, wanaomwabudu Mungu leo, mara unyakuo utakapotokea, waliokuwa wanasikiliza mahubiri na wanajifunza, walisikiza mahubiri kutoka kwenye Uamsho wa Kanisa TV au mahubiri sehemu nyingine, wakajua habari za unyakuo, watarudi na kutubu na kuomba Bwana wasamee pale walipokosea. Lakini watakaporudi sasa kusema, Bwana tunahitaji kunyakuliwa, Bwana atawaambia mlango wa rehema umefungwa, hamtaweza tena kunyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuja kwa Yesu kunafanishwa na kanisa dogo sana la watu wachache sana waaminifu, wanaompenda Mungu kwa moyo, kwa dhati. Lakini Biblia inasema wakati bwana harusi alipokawia, wote walilala usingizi. Wote waliishiwa nguvu wakalala. Kwa nini? Kwa sababu bwana harusi alichelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kipi kiliwaamsha? Ni kelele ndizo zilizoamsha. Ndio ule unaoitwa mwaliko. Amkeni, bwana harusi anakuja. Amkeni wote. Kilichoamsha nini? Ni kelele. Hebu jiulize swali ndugu yangu. Kama kelele singekuwepo, unafikiri kuna mtu angelimlaki bwana harusi? Bila shaka ni hapana kubwa. Hakuna ambaye angemlaki bwana harusi. Lakini kipi kilifanya wale wote waamke? Ni kelele. Manake hata wale wanawali waliokuwa na mafuta ya ziada waliamka kwa sababu ya kelele. Manake bila kelele wasingeamka. Nini maana ya kelele? Kelele huu ni uamsho wa ajabu. Unaoamsha watu kwa ajili ya kuja kumwamini Yesu Kristo na kutembea katika njia zake Yesu Kristo. Nini maana ya mafuta? Mafuta ni Roho Mtakatifu. Nini maana ya mafuta ya ziada? Mafuta ya ziada ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena. Jua jambo hili kwamba kama mwaliko huo usingepita, kwanza hakuna mwanamwali yeyote angeweza kutambua kuja kwa bwana wake. Wote wangeshtukia bwana amekuja. Wote ingewajia kama mwivi wote. So kelele hizi ni muhimu sana ili kumwambia bibi harusi aache mambo yake anayofanya, aanze kujiweka tayari na kutengeneza taa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila mwaliko au kelele, hakuna ambaye angeweza kutengeneza taa yake na kumlaki Bwana. Yaani, kwa kifupi ni kwamba asingepatikana yeyote wa kunyakuliwa. Si unanielewa ndugu? Bwana Yesu asifiwe sana. Swali la msingi ni kwamba hatua hii ya usingizi ilianza lini? Hatua ya watu kuchoka na kulala ilianza lini? Hatua hii ilianza lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Ndugu, kama unavyofahamu wewe msomaji wa Biblia, habari za unyakuo zilihubiriwa na Bwana Yesu mwenyewe. Wakafuata wanafunzi wake wakahubiri,
akafuata na Mtume Paulo aliyeeleza vizuri sana habari ya unyakuo wa kanisa kupitia Wathesalonike wa kwanza 4:16 mpaka 17 na Wathesalonike wa kwanza 5 kuanzia mstari wa kwanza na wa 5. Bwana mwenyewe atakuja pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya mwisho. Kisha waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, alafu sisi tulio hai tutabadilishwa, alafu kufumba na kufumbua tutaungana, tutamlaki Bwana mawinguni. Okay. Baada ya kuhubiri ilipita mamia ya miaka, unyakuo hujatokea. Kumbuka watu walikuwa wanajiandaa kwa habari ya unyakuo lakini haukutokea. Ikafika hatua bibi harusi wote waliokuwa wakingojea unyakuo wakaishiwa nguvu, hatimaye wakachoka, wakalala usingizi mzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa lilikuwa limelala kwa kipindi kirefu sana. Kanisa lilipitia kipindi cha giza, dark age, kipindi ambacho mafundisho upotovu yalipoingia ndani ya Ukristo, kipindi ambacho Ukristo ulipoana na upagani na kuendelea hivyo kwa muda mrefu wa mamia ya miaka. Tunaona watu wakaanza kununua vyeti vya msamaha. Watu wakaanza kutoa fedha ili wapate huduma. Ukitaka kubatiza watoto unatoa fedha, kama unavyoona baadhi ya makanisa leo. Ukitaka kupate huduma unatoa fedha. Ukitaka kubatiza watoto unatoa fedha. Ukipata upate harusi, ufanye harusi unatoa fedha. Kwa kisingizio cha lipa fungu la 10, lipa hichi kitu ili upate huduma. Ilianzia kipindi cha giza. Huo ndio muda ambao kanisa lilikuwa limelala sana, tena usingizi fofofo. Bwana Yesu Kristo alianza na ujumbe wa kumwamsha huyo bibi harusi kwanza, kuliamsha kanisa kutoka usingizini, kumfanya bibi harusi aiweke tayari taa yake na kuitengeneza ili hakikishe pia inayo mafuta ya ziada. Kumbuka nimekuambia mafuta ni Roho Mtakatifu na mafuta ya ziada ni ufunuo wa Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu. Kwa hiyo huu mwaliko au kelele ni uamsho wa Roho ambao unatangaza ujio wa Bwana Yesu, kulichukua kanisa lake na watu wajiweke tayari kumpokea Bwana wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Mungu alianza kuliandaa kanisa kwa kumtumia mjumbe wake, anaitwa Martin Luther. Tunamfahamu huyu mtu, ni nguzo kabisa katika imani. Aliandika makosa kadha wa kadha ya kanisa Katoliki. Akaandika. Kwa nini? Alikuwa na Roho Mtakatifu na ufunuo wa Roho Mtakatifu na mafuta ya ziada. Sikiliza, kuyaona makosa unaposali, unapoabudu kwamba ni mahali sio sahihi au ni sahihi, ni mpaka uwe na Roho Mtakatifu na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana watu wengi wanafia kwenye dini. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye tunaona Mungu alimuinua mtumishi wake anaitwa William Branham na wakina Wesley na watu wengi sana, wakina John Wesley na watu wengi sana. Hawa wajumbe walipiga kelele sana kuliamsha kanisa, na kweli tunaona kuwa kanisa liliamka na watu walianza kusoma Biblia. Watu wakaanza kujitenga na dini za uongo. Watu walianza kusoma Biblia. Tunaona dini inaanzishwa, dini zingine zinaanzishwa na Biblia zinatafsiriwa, kwa sababu wakati huo Biblia zilikuwa zinasomwa na makasisi tu. Tunaona Biblia zinatafsiriwa. Tunaona kweli uamsho unaingia. Watu wanaanza kujiandaa kwa habari ya unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauti ya mwaliko wa kanisa hili la mwisho la Laodikia ni kubwa sana, ni kali sana ukilinganisha na kipindi cha kina Martin Luther na kina William Branham waliopiga kelele. So kelele hizi ni kubwa sana. Wewe unayenisikia, tumefika mwishoni sana. Ndio maana kelele hizi ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini kelele za sasa ni kali sana? Kwa nini? Kwa sababu Bwana yupo mlangoni kufika. Amtwa yule mwanamwali, amtwa yule mwanamwali mwenye busara, aliyetii sauti ya mwaliko, aliyekubali kuamka, aliyekubali kupokea ule uamsho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaitii sauti hiyo ya mwaliko kwa kukubali kabisa kutoka katika mifumo ya dini, kutoka katika mifumo ya madhehebu na kuanza kuishi maisha ya utakatifu kama mtu anayemngojea Bwana wake. Huko ndiko kuzitengeneza taa zetu. Ukisoma katika kitabu cha Luka, kitabu cha Luka sura yake ni ya 12. Kitabu cha Luka sura yake ni ya 12. Angalia neno hapa. Nitasoma mstari wa 35.
Biblia inasemaje? Viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi weni kama watu wanaomngojea bwana wao atakapokuja kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Mstari wa 38. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Angalia neno hili. Kilichotokea kwa kanisa la 6 ndicho kinachoendelea kanisa la 7. Anasema heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Kwa nini kanisa la 6 likuendelea kukesha? Kwa nini kanisa la 5 likuendelea kukesha? Nini kiliwatokea? Angalia changamoto yao. Changamoto yao iliyotokea ni kwamba baadhi ya watu wa kanisa la 6 hawakuwa na mafuta ya kutosha, yani mafuta ya ziada, na maanisha ufunuo wa Roho Mtakatifu, ili kuwawezesha kudumu katika huo mwaliko ulioanza wakati wa kina Martin Luther, wakati wa kina William Branham, ili Yesu awakute hivyo hivyo mpaka atakapokuja. Kilichotokea nini? Ni wao kudumu katika udhehebu, wakaendelea kuitwa wana udhehebu, wakaanzisha udhehebu au ngome wakaitwa Walutheri. Hawakuruhusu Roho wa Mungu kufanya kazi ndani yao, wakawa wametosheka na mapokeo yao tu, kama kanisa la mwanzo walivyojiundia madhehebu kama vile Walutheri, wa Branham. Kadhalika hata sasa yapo madhehebu hapa Tanzania yaliyopokea injili ya utakatifu na injili ya uamsho kutoka kwa mababa wa kiroho hapa Tanzania na watumishi wengi ndani na nje ya nchi, lakini kinachofuata ni wao kujiundia ngome na dhehebu na kuanza kupiganiana vyeo, madaraka. Nataka cheo, nataka huku, nataka leo mnichague kuwa askofu. Sasa askofu tunampumzisha, mnichague mimi. Anaonga wachungaji, anawapa pesa, wanamchagua. Sasa hawa wachungaji wanaoongwa ndo wanaolea makanisa, ndo wanaotakiwa kuwaongoza watu katika ufalme wa Mungu, lakini wameongwa. Hebu jiulize, kanisa litakuwaje? Mwaka mwingine wasema tumwangushe, tumpige huyu chini, tumuinue huyu. Sasa uchaguzi umeingia makanisa tena warushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri kanisa litabaki na mafuta ya ziada? Bwana Yesu asifiwe sana. Kundi lolote linalojitengenezea ngome haliwezi kufika hatua ya pili katika kusikia sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe akiwaita kwa unyakuo. Kumbuka, uamsho unaoletwa na Bwana Yesu sio udhehebu. Bwana hajawahi kuleta dhehebu, wala hajawahi kuleta madhehebu yote, hajawahi. Ila alichokileta ni wokovu, kwa sababu madhehebu ni mfumo ya wanadamu na ni matakwa ya serikali za kidunia, kwamba ni lazima watu wawe na usajili wa kimadhehebu. Ni matakwa ya serikali za kidunia, lakini si matakwa ya Bwana. Bwana alitaka kanisa linalomwazimisha, watu wanaomwazimisha katika roho na kweli, watu wasiokuwa na mipaka, watu wasiojali udhehebu, kwa sababu leo kinacholeta migogoro ni madhehebu. Dhehebu langu, dhehebu letu, dini yetu, dini yangu, kuchukiana, kutukanana, kuwekeana sumu, kuuana, ni kwa sababu ya udhehebu, na wengi wao kwa sababu ya ulaji na fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. So madhehebu mengi yamejaa mapokeo ya wanadamu na kumzimisha roho wa Mungu kwa kiwango kikubwa sana. Unanielewa ndugu? Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya pili ambayo Paulo aliongelea ni sauti ya malaika mkuu. Sauti ya malaika mkuu. Fahamu kwamba hii hatua itawahusu watu wote waliokwisha kusikia sauti ya mwaliko, yaani wanawali wenye akili, walioweka taa zao tayari, wakiwa na mafuta ya ziada, waliokuwa tayari kutoka kwenye misingi mibaya ya udhehebu na udini. Swali la kujiuliza hapa, sauti ya malaika mkuu ni ipi? Ili tujue sauti ya malaika mkuu, tujue sauti ya malaika mkuu, twende tukasome kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya 10. Ufunuo wa Yohana sura ya 10. Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari,
nao wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba ungurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika, nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na nchi, na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapatakuwa na wakati baada ya haya. Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Huyu malaika mwenye nguvu anayezungumzwa hapa akishuka kutoka mbinguni ni nani? Bila shaka ni Bwana Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu malaika ni mjumbe. Tunajuaje malaika ni mjumbe? Kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 1, angalieni namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Mjumbe wa nini? Mjumbe wa agano. Mnaelewa mpaka hapo? Bwana Yesu ni mjumbe wa agano jipya. Ebrania sura ya 12. Kitabu cha Ebrania sura ya 12 mstari wa ngapi? Mstari wa 24. Angalia anachokisema. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Abili. Hapo huyo Bwana Yesu ndiye mjumbe wa agano jipya, na hapo anaonekana akiwa ameshika kitabu kidogo. Tunaweza sema hicho kitabu ni kitabu cha ukombozi kilichokuwa kimetiwa mihuri 7. Soma Ufunuo Yohana 6 kuanzia mstari wa 1. Tumeona pia amesema hakutakuwa na wakati baada ya hapa. Maana yake nini? Hakutakuwa na muda tena. Tumeona zile ngurumo 7. Zile ngurumo inawakilisha sauti ya Mungu. Zaburi ya 18:13 anasema, Bwana aliunguruma, kutoka mbinguni sauti ya aliye juu sana ilisikika. Ngurumo 7 hizo ni siri ambazo hazijarekodiwa mahali popote, na kitu hichi kinamsumbua shetani sana, kwa sababu hizo ngurumo hazijarekodiwa mahali popote katika Biblia, na ni siri zitakazokuja kufunuliwa na kufichuliwa katika hatua hii ya pili. Hatua hii na ni kwa ajili tu ya kumpa bibi harusi imani ya kwenda katika unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauti ya malaika mkuu ni siri za zile ngurumo 7 ambazo zitakuja kuhubiriwa kwa bibi harusi aliyoko ulimwenguni kote. Hizi ngurumo 7 zitakapotoa sauti zao, ndipo bibi harusi atapata imani. Imani gani? Imani kamili ya kwenda kwenye unyakuo, kwani kutakuwa na uamsho wa ajabu sana. Na katika uamsho huo yatahubiriwa mambo ambayo hayajaandikwa kwenye Biblia. Na hapa imaanishi kwamba yatapingana na Biblia. Hapana, bali ni mambo ambayo hayajarekodiwa katika Biblia. Yatakuwa ni ufunuo wa mambo mapya. Mahususi tu kwa wale wa Kristo ambao wameitikia wito wa sauti ya mwaliko, ambao ni kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. So uamsho huo hautakuwa wa watu ambao hawajaitikia wito. Utakuwa ni wa watu wa Mungu waliokubali kabisa kuacha dini zao na dhehebu zao, kuacha desturi, kuacha kawaida zilizowekwa na kutengenezwa na wanadamu. Kama Yesu anavyosema, watu hawa wananiabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Watu ambao wamekubali kumwabudu Bwana kwa mioyo yao, hawa watu watakuwa na uamsho wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile ngurumo zitakapokuwa zinatoa sauti zao, hawa wengine hawatafahamu chochote, kwani kwao itakuwa ni kama imani mpya. Ataonekana kwamba hawa wanahubiri imani mpya, imani imezuka duniani. Lakini walio na Roho Mtakatifu kweli kweli watafahamu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Watajua. Kama mnavyoona leo hii tunahubiri kwa habari ya injili ya utakatifu. Kwa wengine inaonekana ni imani mpya, inaonekana mnahubiri kitu kigeni, mnahubiri habari ya utakatifu.
wanawake kuto kujilemba, kuto kujikirikiti, watu kuvaa vizuri, watu kuto kupaka wanja, watu kuto kutumia vipandikizi, watu kuto kutumia condoms, na vitu vingine kama vinaonekana ni imani mpya, lakini kumbe ni siri ambazo zimefunuliwa kwa wana wa Mungu nyakati hizo. Lakini jambo la tatu ambalo Mtume Paulo liliongelea ni parapanda ya Mungu. Biblia inasema hapo ndipo wafu watakaposikia sauti ya Mungu ikiwaita huko walikokuwa, huko walioko. Nao watafufuliwa katika miili yao ya asili, kisha watabadilishwa na kupewa miili ya utukufu. Soma Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 51 mpaka wa 54. Sasa hapa sikiliza vizuri. Watakao kuwa wa kwanza kusikia parapanda ya Mungu ni wale waliokufa katika Kristo pekee. Waliokufa katika dhambi wataendelea kulala katika mauti ili kusubiri ufufuo wa pili au ufufuo wa hukumu. Baada ya hapo, walio hai nao waliosalia, waliompa Yesu maisha tu watakatifu, ndio sasa watakaobadilishwa kufumba na kufumbua, nao watamlaki Bwana mawinguni. Lakini wenye dhambi wataendelea kuwepo kwenye dunia. Kama vile wenye dhambi waliokufa wataendelea kulala katika mavumbi, kadhalika wenye dhambi walio hai wataendelea kuishi kwenye dunia ili kusubiri mapigo ya vile vitasa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio hatua ya mwisho katika hatua za unyakuo. Si watu wote watafahamu kama unyakuo umepita au umetokea. Watu wengine wataendelea na shughuli zao kama kawaida. Kumbuka Mathayo 24:40 mpaka 41, Biblia inasema wawili wenu watakuwa kondeni, mmoja atanyakuliwa, mwingine ataachwa. Itakuwa ni siri. Hakutatokea vurugu wala ajali mabarabarani. Ndio maana hakuna ajuaye siku wala saa. Ndio maana wengine wataendelea na maisha yao kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui unanielewa ndugu? Unaelewa ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini swali la msingi hapa la kujiuliza, ambalo hili ni la msingi sana na ufuatilie vizuri ninapokuambia hapa. Je, unyakuo ni lini hasa? Utakuwa lini? Hii ni baadhi ya mitazamo mbalimbali ya watu kuhusu lini unyakuo utatokea. Kundi la kwanza, hawa wanaamini kuwa unyakuo utatokea kabla ya miaka 7 ya dhiki kuu. Wanaamini nini? Unyakuo utatokea kabla ya miaka 7 ya dhiki kuu. Kundi la pili, hawa wanaamini kuwa unyakuo utatokea katikati ya miaka 7 ya dhiki kuu. Kundi la tatu, hawa wanaamini kuwa unyakuo utatokea punde tu baada ya dhiki ya miaka 7 kufika mwisho, kufika katikati. Punde tu wanaamini kuwa, kundi la tatu, hawa wanaamini kuwa unyakuo utatokea punde tu baada ya dhiki ya miaka 7 kufika katikati. Kundi la nne, hawa wanaamini kuwa unyakuo utatokea wakati Yesu atakaporudi na ghadhabu nyingi mwishoni mwa kipindi cha dhiki. Kundi la nne wanaamini kuwa unyakuo utatokea wakati wa Yesu atakaporudi na ghadhabu nyingi mwishoni mwa kipindi cha dhiki. Jambo kubwa hapa ni nini? Ni kumshukuru Mungu, wala sio swala la kuwagawanya watu wa Mungu, hata Wakristo wakaishana kupigana na kugombana. Kwa nini ni kumshukuru Mungu? Kwa sababu makundi yote manne yanapaswa kukumbuka kwamba yote yanakubali kwamba unyakuo utatokea wakati fulani, kipindi hicho cha baadaye cha dhiki ya miaka 7 au karibu na hicho kipindi cha miaka 7. Lakini angalizo ni kwamba usipofahamu ukweli, ni rahisi kulala usingizi kama wengine. Kama Biblia inavyosema tusilale usingizi kama wengine, saa ya kuamka kutoka usingizini imewadia. Kwa sababu ukiambiwa kwamba unyakuo utatokea kabla ya dhiki kuu, unaweza kubweteka. Ukiambiwa unyakuo utatokea baada ya dhiki kuu, pia utajipanga zaidi. Kwa ni vizuri sasa ukajua uhalisia ili wewe uishi sawa sawa na kile Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu njoo turudi kwenye Mathayo 24. Mathayo 24 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa.
Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Sikiliza, wanafunzi walitaka kujua nini? Wanafunzi walitaka kujua mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, siku ya mwisho itakuwaje wakati ujao. Jambo la pili, walitaka kujua majengo ya hekalu yangebomolewa lini, kama Yesu alivyokuwa ametabiri kwamba miaoni haya yote halitasalia jiwe juu ya jiwe jingine. Jambo la tatu, walitaka kujua ishara ya kurudi kwake na ya mwisho wa dunia na ya mwisho wa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona nini? Hapa tunaona kuwa majengo ya hekalu, wewe unayesoma maandiko unafahamu, yalibomolewa kabisa mwaka wa 70 na Jemedari Tito akiongoza majeshi ya Kirumi. Pia tunajua kwamba Yesu bado hajarudi kulichukua kanisa lake, lakini hekalu lishabomolewa. Hamtaona jiwe likisalia juu ya jiwe jingine. Je, huo ni mwisho? Hapana. Kwa hayo matukio mawili hayafuatani wala hayatokee wakati mmoja. Hapa tunaona kwamba Mathayo hakuandika jibu la Yesu la swali la kwanza kuhusu kuharibiwa kwa majengo ya hekalu baadaye, ambao Yesu alitabiri na ikaji kaharibiwa, ila tunaona katika kitabu cha Luka katika Injili ya Luka sura ya 21. Acha nikusome hapa katika kitabu cha Luka. Tunaona hapa katika kitabu cha Injili ya Luka, Luka ameeleza kuharibiwa kwa hekalu. Katika kitabu cha Luka sura ya 21, tuanzie mstari wa 12. Hapa 12 anasemaje Luka? Lakini kabla haya yote hayajatokea, watawakamata na kuwauzi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu, nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Lakini hapo mtakapona mji wa Yerusalemu, angalia hilo neno, umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbie nje, na walio katika mashamba wasiuingie, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Umeona sasa, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Mstari wa 24, wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa atakapotimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Injili ya Mathayo, Yesu alianza kuzungumzia kuhusiana na ishara ambazo zingetangulia kurudi kwake mwishoni mwa wakati. Katika Mathayo 24 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 8, tunaona kuwa wanafunzi wengi waliopewa habari hiyo wameshakufa. Yesu alichotaka ni wanafunzi wake wasidanganywe na makristo wa uongo. Yesu alisema kutakuwepo na matetemeko, kutakuwepo na njaa, kutakuwepo na vita na magonjwa, lakini matukio hayo sio ishara za kurudi kwake, bali ni mwanzo wa utungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawa na kusema kwamba matukio hayo yamekuwepo kwa miaka zaidi ya 2000 iliyopita, yote yamekuwepo. Ndio maana leo watu wanaziaki, hakuna unyakuo hapa. Mbona yote mnayosema yote yamekuwa hapo, kama ni matetemeko, kama ni nini yametokea. Okay. Ni kweli unachokisema, ni kweli, ila anachosema Yesu baada ya hayo ni kitu ambacho hakijatokea. Tunaendelea kuona Yesu aliendelea na ufafanuzi wa yale yatakayotokea, lakini mwisho bado. Ndicho alichosema Yesu. Anaendelea kuonyesha namna ambavyo watakatifu, yaani wa Kristo, watakavyopitia dhiki, jinsi watakavyoteswa na mpinga Kristo. Wako watu wanaoamini kuwa kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu, kama nilivyosema, kama nilivyo kuonesha katika mitazamo ya watu. Hapa tutachunguza maandiko na kuhakiki kuwa ni kipindi gani haswa unyakuo unakadiriwa kutokea, kwa sababu hakuna juaye siku wala saa, ila kulingana na maandiko kuna kipindi ambacho kinakadiriwa kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusema kuwa kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kulingana na mtazamo wa kwanza, huo sio ukweli.
Kwa nini? Kuna uwezekano mkubwa sana wa kanisa kupitia kipindi cha mpinga Kristo, hasa katika miaka 3.5 ya mwanzo, katika Mathayo 24 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 14. Acha nikusomee. Shika Biblia hapo ulipo ili ufuatane nami ninapoendelea na somo hili. Mathayo 24 kuanzia mstari wa ngapi? Mstari wa 9. Anasemaje? Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Nao wataoa, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Sikiliza hapa. Wengine wanasema amna, au wanaongelewa ni taifa la Israeli. Ndugu yangu, taifa la Israeli hawamwamini Yesu hata kidogo. Taifa la Israeli wanamsubiri Yesu wao, na Yesu wao wanaomsubiri wampokee. Kwetu sisi ni mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waislamu wanamsubiri Isa bin Maryam aje akomeshe utawala wa Kizayuni, lakini Isa bin Maryam kwa Waislamu ndio huyo mpinga Kristo ambaye watampokea Wayahudi. Kwetu sisi Yesu tunayemsubiri kwa Wayahudi sio huyo. Sisi ambaye tutamwona ni mpinga Kristo kwa Wayahudi atakuwa ni Yesu wao, atakaye kuja kuwapatanisha katika kipindi cha miaka 7 ya amani, ambayo hiyo itakuwa ni ya uongo, kwa miaka 3.5 ya uongo, amani ya uongo, amani bandia, lakini baadaye atawageuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anaposema kwa ajili ya jina langu ni watu wanaomwamini Yesu. Wayahudi hawamwamini Yesu. Wayahudi wana dini yao ya Kiyahudi na waamini kama huyo Yesu ndiye huyo. Juzi hapa wakati nahubiri nimetoka kusikia hotuba ya Waziri Mkuu Netanyahu akikataa uweza wa Yesu. Akataa uweza wa Yesu kabisa kwenye hotuba yake, anakataa. Sasa anasema kwa ajili ya jina langu. Wanaongelea hapa ni wanaomwamini Kristo. Kuna wanasema ni Wayahudi ndio wanaongelea. Haya, ninakupa pole. Ndugu, wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Angalia hilo neno. Manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utafanya nini? Utapoa. Sikiliza hilo. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kuongezeka kwa maasi. Sikiliza hilo neno. Mstari wa 14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mwisho wa kunukuu. Ziki itakapoanza katika dunia nzima, Wakristo wote waaminifu watachukiwa na mataifa yote. Unaweza kuniuliza kwa nini watachukiwa na mataifa yote? Wana nini? Kuna watu wanahubiri haiwezekani wachukiwe na mataifa yote. Wana nini wachukiwe na mataifa yote? Kwa sababu wataonekana ni wapinzani. Katika kipindi cha dhiki kuu ambacho kimegawanyika katika miaka 7, miaka 3.5 ya mwanzo na miaka 3.5 ya mwisho. Miaka 3.5 ya mwanzo itakuwa miaka ya amani. Biblia inasema wazanipo kuna amani ndipo uharibifu waje hapo. Watakaojua miaka ya amani ya bandia ni Wakristo, ndio watakaoendelea kuteswa. Na maanisha wana wa Mungu waaminifu. Kwa nini? Kwa sababu watapinga chapa, watakataa chapa mpinga Kristo, na watapinga mifumo ya dini moja, dhehebu moja na sarafu moja. Kumbuka unampinga kiongozi anayesema dini moja. Kinachofuata nini? Ni mateso. Kinachofuata nini? Ni shida, ni dhahama. Sasa hao watapata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. So Yesu alisema baada ya hayo ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Kwa nini? Hii chuki unayoiona leo ya Wakristo kwa Wakristo, dhehebu kwa dhehebu, ni ndogo sana ukilinganisha na wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakristo watachukiana wao kwa wao kwa sababu wengi watasalitiana na kutoa siri kwa maadui zao au kwa watu wanaotesa au kwa viongozi, kwa maskari. Kitendo kitakachoongeza mateso kwa wana wa Mungu. Wamejificha kule, wanapinga, wanakataa chapa. Sababu itakuwa ni kipindi watu wanapigwa chapa, wanakataa chapa. Hivyo Wakristo watateswa sana, wengine watakatwa vichwa kama vile ulivyoona mitume walipokuwa wanateseka. Dunia ilikuwa inaendelea vizuri kwa raha zao, lakini mitume waliteseka, wanakatwa vichwa, wanapigwa. Ndivyo itakavyokuwa. Dunia inaendelea na mifumo yao na chapa, lakini Wakristo wataendelea kuteswa, wataendelea kupigwa, wataendelea kuhangaishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo mateso yatakavyoanza, kutakuwa na kurudi nyuma kwa watu wengi kama Yesu alivyosema. Watu wengi sana, kurudi nyuma kwa watu wengi sana wanaojiita wafuasi wa Kristo leo. Wengi wataanguka, nao watafichua majina wa Kristo wenzao kwa watesaji, wakiwachukia wale waliodai kuwapenda, wakichukia marafiki zao. Hao ndio matokeo ya dhiki kuu duniani kote.
na haya yatakuwa ni kwa lengo la kusafisha kanisa la Bwana kwa ajili ya unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutakuwa na ongezeko la manabii wengi wa uongo. Katika Ufunuo wa Yohana 13:11 mpaka 18. Kipindi hiki wengi watadanganywa kuliko ilivyowahi kutokea katika historia ya dunia. Acha nikusomee. Kwa nini nasema ongezeko la manabii wa uongo? Kwa nini watadanganywa? Kwa sababu kutakuwa na miujiza feki ya uongo, atawakosesha wengi. Kumbuka hapa patakuwa na mnyama wa kwanza akitumia uwezo wa joka ambao ni shetani. Lakini utakuwa na mnyama wa pili. Huyu mnyama wa kwanza anaitwa mpinga Kristo. Mnyama wa pili anaitwa nabii wa uongo. Acha nikusomee kwanza. Njoo kwenye maandiko. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Kuanzia mstari wa ngapi? Kuanzia mstari wa 11. Fuatana nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Angalia hapo. Alikuwa na pembe mbili mfano wa nani? Wa mwana kondoo. Akasema kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Naye ifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Angalia hilo neno, awakosesha wale wakao juu ya nchi. Kwa nini? Kwa sababu ya maajabu, miujiza aliyopewa kuzifanya. Amepewa kufanya na nani? Na huyu mnyama, na huyu joka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Ni wakina nani watakaouawa hapa? Ni Wakristo waaminifu watakaokataa kumwabudu huyo mnyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena ya kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Na hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Mwisho wa kunukuu. Maasi yataongezeka kufikia mahali pa kumaliza kabisa upendo, hata ka upendo kadogo kalikobaki. Angalia hapa, hakuna kuuza, hakuna kununua. Alafu huyu nabii wa uongo ambaye ni mnyama wa pili anachukua uwezo wa mnyama wa kwanza ambaye ni mpinga Kristo. Huu unaitwa uovu mtatu. Kama kulivyo utatu mtakatifu, kuna uovu mtatu. Kuna joka pale. Akitoka joka anakuja mnyama wa kwanza mpinga Kristo. Akitoka mnyama wa kwanza mpinga Kristo anakuja mnyama wa pili. Mnyama wa pili nabii wa uongo. Hao watashirikiana kuwakosesha wanadamu. Wana ushetani kabisa. Watakuwa ni watu, mpinga Kristo na nabii ni watu ambao huenda wapo hata sasa, lakini hawajafunuliwa kwa wakati wake. Watawakosesha watu wengi. Biblia inasema wadogo kwa wakubwa watamsujudia yule joka, watasujudia ile sanamu ya yule mnyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambaye mpaka sasa unasuasua kwa habari ya kumwamini Kristo na kuachana na desturi na kuachana na mapokeo ya kidini, nataka nikwambie utampokea huyo. Yesu alisema, aliwaambia Wayahudi, nimekuja kwa jina langu, nimekuja kwa jina la Baba yangu, mmenikataa. Mwingine atakuja kwa jina lake, mtampokea. Kama watakavyompokea mpinga Kristo, watu wengi watampokea mpinga Kristo na watamkubali, watafurahia mifumo yake. Lakini ili hali wazanipo kuna amani, ndipo uharibifu waje hapo kwa ghafla. Wewe ambao hutaki kumwabudu Mungu na kutembea katika utakatifu, nikwambie wazi na dhahiri kwamba utampokea huyo na utapokea chapa yake. Ili ukwepe hiyo chapa, ujue hiyo siri ya chapa na ujue chapa ni nini ya huyo mnyama, usije kaipokea, ni kuwa ndani ya Kristo ili uhai wako ufichwe ndani ya Kristo kama Wakolosai sura 3 inavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena, Wakristo waaminifu watakaosalia ndio watakaoenda kunyakuliwa. Ingawa Yesu alitabiri kwamba waamini watapoteza maisha yao katika Mathayo 24:9, sio wote bali wale watakaovumilia mateso mpaka mwisho wataokolewa. Acha tuziangalie hoja kinzani hapa za unyakuo na dhiki kuu. Ziko hoja kaza wa kaza ambazo zinaleta ukinzani na ukakasi. Nisikilize vizuri, utaelewa jambo hapa. Wako wahubiri wanaosema Mungu hawezi kuruhusu kanisa lipitie mateso pamoja na wenye dhambi. Ni kweli kabisa.
na wanaenda mbali zaidi kwa kutumia mifano ya Nuhu aliokolewa kabla ya gharika, Lutu aliokolewa alitolewa Sodoma na Gomora, ndipo Mungu akawasha moto wa kiberiti. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu hawezi kuruhusu wenye haki wateswe pamoja na wenye dhambi. Hilo ninakubaliana na ninyi 100%. Nakubaliana na wahubiri hao. Lakini wasichokijua ni nini? Iko hivi. Mungu alimwokoa Nuhu kutoka kwenye adhabu ya nani? Ya shetani au ya Mungu? Kutoka kwenye adhabu ya Mungu. Mungu aliwaokoa Nuhu na Lutu kutoka katika adhabu ya Mungu. Mateso ya mwanadamu yanayoletwa na shetani haimfanyi Mungu aliondoe kanisa. Mungu anawaondoa watakatifu katika mateso anayoyaleta yeye mwenyewe. Kumbuka Yesu alisema, msiogope hao, mwogopeni aweze kuua mwili na roho na kuitupa roho katika jehanamu. Sio anayeweza kuiua mwili tu. Mungu, Yesu anasema siombi watoe katika ulimwengu huu, bali walinde na yule mwovu. Anachokifanya ni kuwalinda ili imani yao isiteteleke. Ndivyo alivyofanya kwa Nuhu, kwa sababu alikuwa anataka yeye mwenyewe aingie ulingoni kuipiga dunia. Ndivyo alivyofanya kwa Lutu, na atafanya na kwa kanisa pia. Maana katika kipindi cha dhiki kuu, kama nilivyokuambia, kimegawanyika. Kuna kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza, aliyepewa kufanya hiyo kazi, tutasoma huko mbele, aliyepewa kufanya hiyo kazi ni mpinga Kristo kwa muda wa miezi 42, na Biblia inasema atapambana na watakatifu. Sasa baada ya miezi 42, Mungu ataingia mwenyewe kulipiza kisasi cha watu waliomkataa katika miaka aliyokuwa anafanya kazi hapa duniani. Watu walimchoma, walimtemea mate. Atakuja kwa ghadhabu kuachilia vitasa 7 ambavyo tutaviangalia huko mbele katika kipindi cha dhiki kuu tutakapokuwa tunaangalia. Jua litashushwa, watu watapigwa majipu kila eneo, watu watateseka, inge watawauma kwa namna isiyoelezeka. Haya yote anaeleza kama mapigo atakayopiga Mungu mwenyewe. Sasa Mungu hawezi kuruhusu apige hayo mapige na watoto wake wakiwemo. Hawezi kuruhusu apige jipu bovu na watoto wake wakiwemo. Sasa atakapoondoa ni ili yeye aingie ulingoni. Lakini eti shetani, watakatifu wametiwa chini ya huyu mnyama kwa muda wa miezi 42. Ndio maana nasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Hata ili uweze kaomba, kwa sababu limeruhusiwa na Mungu na litatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia vipo vitasa vingapi? 7, na mapigo mbalimbali ambayo Mungu atawapiga wenye dhambi wakiwa hapa duniani, na hawezi kuwapiga wenye dhambi au wabaya pamoja na kanisa. Umenielewa hiyo hoja? Hoja ya pili, baadhi ya wahubiri wanasema mtu atajiokoa kwa damu yake wakati wa dhiki kuu, kwa sababu kanisa litakuwa limeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu wanasema mtu atajiokoa kwa damu yake mwenyewe. Haiwezekani. Kuna wewe ukionekana umenyakuliwa, ikionekana kanisa limenyakuliwa, umebaki, wewe usiogope, utajiokoa kwa damu yako. Uongo mkubwa huu. Sikia ndugu yangu, Yesu hajawahi kusema kuwa wale watakaobaki baada ya unyakuo wataokolewa kwa damu zao. Huo ni uongo. Tena hakuna andiko wala kifungu kinachoeleza jambo hilo kwamba mtu ataokolewa kwa damu yake. Hilo halipo. Tunaokolewa kwa damu ya Yesu tu, na hakuna wezaye kujiokoa kwa damu yake. Hayupo. Okay. Hebu turudi hapa. Njoo kwenye kitabu cha Danieli. Njoo kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7. Kitabu cha Danieli sura ya 7. Danieli sura ya 7. Danieli sura ya 7. Hii hapa nimeiona. Kitabu cha Danieli sura ya 7. Mstari wa ngapi? Mstari wa 25. Mstari pendwa sana, unaeleza habari ya dhiki. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawazofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria, na nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Ni miaka 3.5 hiyo, ambayo ni sawa na miezi 42. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, Danieli aliona mpinga Kristo atawadhofisha watakatifu. Watakatifu watatiwa mikononi mwa mpinga Kristo kwa muda wa miaka 3.5. Atawazofisha. Kumbuka unaposema hawa wanaongelea ni taifa la Israeli. Israeli miaka 3.5 atakuwa ni amani. Hakutakuwa na vita mpaka miaka 3.5 ndipo atakapowageuka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo miaka 3.5 itakuwa ni miaka ya mateso kwa watu wa Mungu watakaokataa chapa ya mnyama na kupinga utawala wake, yaani dini moja, serikali moja na sarafu moja. Mpinga Kristo atafanya vita na watakatifu na kutakuwa na mateso ya mpinga Kristo kwa waamini. Yohana alifunuliwa katika Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 5. Angalia hapo Ufunuo 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufunuo 13 Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 7. Anasema, naye akapewa kinywa na kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 40 na ngapi? Na miwili. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Angalia, alipewa nini? Uwezo. Hapa hata kama ukiomba amepewa uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unanielewa? Mpinga Kristo atapewa uwezo wa kufanya kazi miezi 42 na miaka ambayo ni miaka 3.5 wakati wa dhiki kuu. Tunaona watakatifu, yani kanisa, litatiwa chini ya mpinga Kristo kwa miezi 42. Hivyo kuwafundisha watu kuwa kanisa litapitia mateso ni kuwadanganya watu wa Mungu ili wakae katika upweke. Mathayo 24. Rudi hapa. Si unanielewa ndugu yako? Liandae kanisa. Mathayo 24 kuanzia mstari wa 37. 37 anasemaje? Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaje ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Mwisho wa kunukuu. Na kuuliza wewe unayenisikiliza, wewe uliyeambiwa haya, Yesu alisema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake Mwana wa Adamu. Na kuuliza, je, siku za Nuhu watu waliobaki waliokolewa tena? Narudia tena, siku za Nuhu watu waliobaki kwenye dunia waliokolewa tena? Kama mnavyowadanganya watu kwamba mtakaobaki kwenye unyakuo mtaokolewa tena, msiogope, mtajiokoa kwa damu zenu. Biblia inasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake Mwana wa Adamu. Watu waliobaki kwenye nje ya safina waliokolewa tena? Watu waliobaki Sodoma na Gomora waliokolewa tena? Mungu anamwambia Ruth na ndugu zake na mke wake na watoto wake, kila mtu ajiokoe mwenyewe, usiangalie nyuma. Aliangalia nyuma yule mkewe Ruth, aliokolewa tena? Jibu lake ni hapana. Je, siku za Ruth watu waliobaki waliokolewa? Narudia tena, waliokolewa tena? Jibu lake ni hapana. So unyakuo ukitokea, hakuna wokovu tena na hakuna mtu kujiokoa kwa damu yake. Siku za Nuhu na siku za Lutu ndizo zinafananishwa na ujio wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ambavyo watu waliokataa maonyo wakaangamizwa, hawakuokolewa tena, ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki, kwa sababu kuna wakati ambapo mlango wa rehema utafanya nini? Utafungwa. Hata leo wanaodanganywa kuwa watajiokoa kwa damu zao wanadanganywa. Unyakuo ukitokea ndio basi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 24, narudia Mathayo 24, narudi nyuma mstari wa 29. Anasemaje? Narudi nyuma mstari wa 29. Anasemaje? Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakaopomboleza, nao watamuona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Angalia hilo neno, pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Sikia neno parapanda. Sauti kuu ya nini? Ya parapanda. Nao atawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Mwisho wa kunukuu. Mara baada ya dhiki ya siku ile, jua litatiwa giza, mwezi hautatoa mwanga wake, nyota zitaanguka. Ndipo tunaona Yesu anasema parapanda italia, na ndipo unyakuo utakapotokea. Hata ukisoma Luka 21 kuanzia mstari wa 8 mpaka 28 utayaona hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hoja nyingine ni hoja ngapi? Hoja ya 3.
habari ya chukizo la uharibifu. Hili ni jambo ambalo ni mtambuka. Wathesalonike wa pili sura yake ni ya 2 mstari wake ni wa 1. Basi ndugu, tunakusini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitishwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana uharibifu. Haiji asipofunuliwa nani? Asipofunuliwa nani? Asipofunuliwa nani? Usipofunuliwa kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana uharibifu. Yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwapo pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye. Ni nani anayezuia? Yuko anayezuia sasa, hata atakapoondolewa. Ni mtu ambaye ni Roho Mtakatifu. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uweza wote na ishara na maajabu na uongo. Okay, tuishie kwanza hapo. Angalia, Mtume Paulo aliweka wazi habari ya kuja kwake Yesu na ya kanisa kukusanyika, yani unyakuo. Na maanisha hapo aliwaonya watu wasifadhaishwe. Maana yake nini? Wasidanganywe na manabii wa uongo na makristo wa uongo. Na kuiacha njia ya unyofu. Akasema unyakuo hauji mpaka kwanza afunuliwe yule mtu wa kuasi, afunuliwe mpaka aonekane. Mwana wa uharibifu. Na jina lingine huyo mwana wa uharibifu anaitwa chukizo la uharibifu, kwa sababu hawezi kufunuliwa mpaka wakati wake ulioamliwa na Bwana mwenyewe. Ndio maana katika Wathesalonike wa pili 2:6 wengi wanatafsiri mstari huu kwamba kinachozuia mpinga Kristo asifunuliwe ni kanisa. Huo ni uongo. Narudia tena, huo ni uongo. Kanisa haliwezi kumzuia mpinga Kristo asifunuliwe, kwa sababu ameandikiwa. Biblia inasema na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Kwamba eti kanisa linamzuia mpinga Kristo, hapana. Wengi wanatafsiri mstari huu kuwa kinachomzuia mpinga Kristo ni kanisa. Huo ni uongo. Kwa sasa anazuiliwa na Bwana asifunuliwe hadi wakati wake. Kanisa mwezi mkaomba kuzuia huo, kwa sababu Mungu amesema kwamba atafunuliwa kwa wakati wake. Hata ukisema tumtaki mpinga Kristo asiwepo duniani, atawepo. Kama unavyojua, hata Yesu mwenyewe walikuwa wanataka kumuua kabla ya wakati wake, lakini hawakufanikiwa hadi wakati ulipofika uliokuwa umeamriwa na Bwana. Tunamwona hata Petro anamwambia Yesu, hautakufa. Akamwambia, rudi nyuma yangu Shetani, kikwazo kwangu. Kwa kanisa anasema hatumtaki mpinga Kristo asiwepo, wewe ni kikwazo, kwa sababu huu ni unabii, ni lazima utimie. Bwana Yesu asiwe sana. Huyu mpinga Kristo hadi afunuliwe kabisa, na yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Sulemani. Katika Danieli sura ya 9 na mstari wa 27. Rudi hapo kitabu cha Danieli. Rudi kitabu cha Danieli. Sura ya ngapi? Rudi Danieli sura ya 9. Sura ile na mstari wa mwisho wa 27. Anasemaje? Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Ile agano thabiti ndio mkataba wa amani. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Nusu ya juma. Umeona? Atafanya mwenyewe aanze kuabudiwa yeye, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Danieli alifunuliwa kwamba mpinga Kristo atakuwa na nafasi katika hekalu la Yerusalemu litakalojengwa upya na kutangazwa kwamba yeye ni Mungu. Atatangazwa kwamba yeye ni Mungu. Na tukio hili ndilo Yesu anazungumzia alipoendelea kufundisha pale mlimani, katika mlima Mizeituni, katika Mathayo 24:15 mpaka 24, mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama. Ngoja nisome. Acha nirudi. Kuna mtu ananifuatia vizuri sana. Mathayo 24 hii hapa 15 anasema hivi. Anasemaje? Mathayo 25. Anasema
Haleluya kanisa. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Limesimama wapi? Patakatifu. Asomaye na afanye nini? Na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hiyo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Okay. Ndio ile andiko ambalo watu wanalitumia vibaya, wanasema naona wanaongelewa hapa ni Wayahudi. Of course, huu ni unabii pacha. Uliwahi kutukia mwaka wa 70. Chukizo la uharibifu ambao walienda kulivamia ile kambi. Lakini pia huu ni unabii, walienda kuvamia Yerusalemu, na maanisha mwaka wa 70. Wakavunja, wakaliharibu na ile hekalu. Chukizo la uharibifu ikaingia pale. Lakini huu unabii utatimia pia nyakati za mwisho, kwa sababu hekalu litajengwa tena. Na chukizo la uharibifu ambao ni mpinga Kristo atatangazwa pale kwamba yeye ndio Mungu anapaswa kuabudiwa, ndipo Wayahudi watashtuka kwamba huu sio, ni uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Turudi hapa. Mwanzo mpinga Kristo atakuja kwa sura ya wema, na baada ya hapo watu wataona uhalisia wake. Huu ndio wakati wa watakatifu kukimbilia mapolini, milimani, mapangoni na mafichoni, kwa sababu mateso yatazidi sana kuliko mwanzo. Watu wengi watakatwa vichwa wakati huo, na kama siku hizo, kama Biblia inavyosema, zisingelifupishwa, asingeokoka mtu yoyote. Kama Bwana asingelifupiza mateso kwa watoto wake, basi kwenye unyakuo angekosa mtu wa kunyakua. Lakini kwa ajili ya wateule, siku hizo za mateso zitafupizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine ni kuhusiana na siku ya Bwana. Siku ya Bwana, Biblia inasemaje kwa habari ya siku ya Bwana? Kwa habari ya siku ya Bwana ambao hiyo tunaita unyakuo, ndio Biblia inaita siku ya Bwana. Na hiyo siku ya Bwana au sikukuu ya Bwana itaanza mara tu baada ya unyakuo utakapotokea. So unyakuo ukitokea, ndipo siku hiyo ya Bwana itakapoanza. Hiyo siku ya Bwana itakuwa ni mbaya. Wanaobaki itakuwa ni mbaya, kwani watakumbwa na mateso makali mno yasiyoelezeka, na itakuwa ni furaha kwa upande wa pili, yaani wale watakonyakuliwa watakuwa na furaha isiyoelezeka. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza anasemaje? Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi. Inaitwa siku ya nini? Siku ya Bwana, ambayo hiyo kwa wanaobaki duniani itaambatana na mateso na mapigo, kama nilivyokuambia vitasa 7. Lakini kwa wanaonyakuliwa itakuwa ni furaha. Inaitwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla. Wasemapo kuna amani na salama, kwa sababu kutakuwa na miaka 3.5 ya amani. Dunia itastarehe, itafurahi, ikiendelea kufurahia utomvu wa joka. Kama vile utungu mjavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Mwisho wa kunukuu. Dunia nzima itakuwa na amani kwa miaka 3.5. Hivyo watajisahau, kwa sababu mkataba wa amani utakuwa umesainiwa. Dunia nzima itajisahau kabisa. Kutakuwa na serikali moja. Hivyo vita vitatulia. Vita leo unavyoona leo vitatulia. Kutakuwa na dini moja. Hivyo vita vya dini na dhehebu, kupigana mikumbo na nini, vitatulia. Hivyo watu watakuwa na amani. Ijapokuwa kwa Kristo hakutakuwa na amani kwa sababu ya mifumo itakayotumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Petro anasemaje? Petro wa pili sura yake ni ya 3. Petro wa pili sura yake ni ya 3 kuanzia mstari wa 3. Anasemaje? Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhiaka zao, watu wenye kudhiaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msisahau neno hili.
kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana akawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokuzani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana, angalia hilo neno, itakuja kama mwivi. Siku ya nani? Siku ya Bwana. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Umeona siku ya Bwana? Haya ndio watakao baki duniani watakumbana na haya. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafunuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Mkihimiza. Wewe unayeamini, himiza hiyo siku ije na useme naam na ije. So siku ya Bwana itakuja ghafla, na itakapokuja hakuna wokovu tena kwa mtu mwingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, njoo hapa. Ngoja tuangalie hiyo siku ya Bwana kwa undani. Muda wangu unaenda sana, lakini endelea kusikiliza, naelekea kumalizia. Tuangalie hiyo siku ya Bwana kwa undani. Ukisoma kitabu cha Amosi sura ya 5. Kitabu cha nani? Cha nabii Amosi. Sura ngapi? Sura ya 5. Mstari wa ngapi? Wa 18. Biblia inasemaje? Ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Kwani kuitamani siku ya Bwana, angalia hilo neno, siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Wewe unyakuo unaotamani ni giza wala si nuru kwa watakao baki, ila watakaoenda ni furaha. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, na aliyeingia katika nyumba akaugemea mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana itakuwa giza wala si nuru? Naam, yenye giza sana, wala haina mwanga. Mwisho wa kunukuu. Umeona hapo? Siku ya Bwana itakuwa ni mbaya kwa watakao baki, kwani itaambatana na adhabu kali kwa watu wote ulimwenguni kote watakao kuwa wamebaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Mathayo 25:1 mpaka 13. Wale waliobaki ilikuwa ni kilio na kusaga meno. Wale wanawali wapumbavu. Hatutarudia kusoma, tumesoma fungu hili huko nyuma. Tunaona mfano wa wanawali 10 ambao ni mfano wa unyakuo. Wanawali wapumbavu waliporudi wamepata mafuta. Yesu alisema sawa, siwajui ninyi. Maana yake walienda kuomba toba, tusamee Bwana, tunahitaji tunyakuliwe. Lakini walipotubu, je, walinyakuliwa? Wewe unayewaambia watu kwamba utajiokoa kwa damu zenu, mtatubu tena, mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Hakutakuwa na kunyakuliwa tena, hakutakuwa na kwenda mbinguni tena. Walirudi wameamua kumkubali Yesu na kutubu dhambi zao, huku wasijue kuwa mlango wa rehema umefungwa. Mlango ukifungwa, umefungwa. Watu wengi baada ya unyakuo watakubali Yesu kwa kiasi kikubwa sana, tena bila kuhubiriwa na mtu. Wataanza kuomba rehema kwa Yesu, wataanza kwenda makanisani, watakubali kutubu dhambi zao. Wengine watakubali kuacha wake zao wawili, wengine watakubali kuacha michepuko, watakubali kuacha rushwa, watakubali kutubu na watajinyenyekeza. Lakini kwa bahati mbaya watakuwa wamechelewa. Wengine watakubali kabisa kumwamini Yesu na kusema Yesu tumekuamini, lakini kwa bahati mbaya watakuwa wamechelewa. Ila bahati nzuri ulionayo, unasikia ujumbe huu na unyakuo hujatokea, waweza kutengeneza leo. Lakini nasikitika kusema watakuwa wamechelewa. Ila kwa wewe unayenisikiliza wakati huu ninapohubiri habari hii kwako, unao muda leo wa kufanya maamuzi kabla hujachelewa. Ufunuo wa Yohana sura ya 8. Angalia anachokisema hapa. Ufunuo wa Yohana sura ya 8. Ufunuo ngapi? Wa Yohana sura ya ngapi? Sura ya 8. Kuanzia mstari wa kwanza anasema, hata alipofungua muhuri wa 7 kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Angalia neno, angalia, kukawa kimya mbinguni. Hicho kimya kinamaanisha nini? Kinamaanisha hakuna wokovu tena, hakuna mtu kuomba akasikilizwa tena. Ndugu, wokovu ni leo. Siku ile ni mbaya sana kwa atakaye baki na haivumiliki. Angalia anachokisema Sefania. Anachokisema Sefania katika sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15. Anasemaje? Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi, na damu yao itamwagwa kama mavumbi, na nyama yao kama mavi.
Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii, naam, ukomo wa kutisha. Angalia hilo neno. Umeona hapo, fedha na dhahabu havitaweza kumwokoa mwanadamu, havitaweza kumwokoa mtu katika siku ile. Hata kama una mamilioni ya fedha, una majumba kila mkoa, una majumba paka Dubai, paka Saudi Arabia, una majumba huko paka Omani, hayatakuwa na msaada wote. Baada ya unyakuo hakuna nafasi tena, kama alivyosema katika Mathayo 24, katika Mathayo 24 kuanzia mstari wa 45. Mathayo 24, Mathayo 24 kuanzia mstari wa 45. Angalia hicho kisema. Amesemaje? Amesema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na warevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia hapo, umeona hakuna nafasi ya pili kama wengine wanavyofundisha. Kumbuka, parapanda itakapolia, watu waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza na kumlaki Yesu mawinguni. Waliokufa katika dhambi, wao wataendelea kulala katika mauti hadi siku ya hukumu ya mwisho. Okay. Ukisoma Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa 28 na 29, Biblia inasema msiastajabia hayo, maana saa inakuja ambapo wafu walioko makaburini watasikia sauti ya mwana wa Adamu. Waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza, wengine wapate uzima wa milele, wengine wapate nini? Aibu, wengine wapate nini? Hukumu, wengine kwa ufufuo wa hukumu. Acha nikusomee kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 28. Anasemaje? Anasema, mstajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mwisho wa kunukuu. Angalia hilo neno, mfufuo wa hukumu. Haleluya kanisa. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mwokozi wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Angalia tunaloona hapa, angalia tunachoona hapa, katika jina la Yesu. Mungu aturumie. Oh, Bwana aturumie. Angalia, ufufuo wa kwanza ndio ufufuo ulio bora na ni mzuri sana, ambao unaitwa ufufuo wa uzima. Ufufuo wa nini? Ufufuo wa uzima. Angalia, amesema tena katika Ufunuo 14, Ufunuo 14 kuanzia mstari wa 13. Ufunuo 14 kuanzia mstari wa 13. Akasemaje? Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Mstari wa 14. Kisha nikaona na tazama, lakini lengo langu ni nini? Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu, yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi kavunwa. Angalia hilo neno, nchi kafanya kavunwa. Biblia inasemaje? Heri wafu watakao kufa katika kipindi hicho cha dhiki kuu katika Kristo. Hata waliokufa kabla ya kipindi hicho katika Bwana nao wana heri. Hapa tunaona Yesu ameketi mawinguni, malaika akamlilia na kusema, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Huo ndio unyakuo unaosubiriwa kutokea. Saa ya kuvuna imefanya nini? Imekwisha kuja. Huo ndio unyakuo unaosubiriwa kutokea. Katika Mathayo 13, katika Mathayo 13, kuanzia mstari wa ngapi? Kuanzia mstari wa 36. Anasemaje? Anasema hivi, kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme.
na yale magugu ni wana wa yule muovu. Yule adui aliyeyapanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa nini? Mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio nafanye nini? Na asikie. Okay. Umeona, mavuno ni mwisho wa nini? Wa dunia. Yesu atatuma malaika wake kuwachukua watakatifu, na huo ndio unaitwa unyakuo. Unanielewa ndugu? Huo unaitwa nini? Unaitwa unyakuo. Hata ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ya 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 20 kuanzia mstari wa 4. Anasemaje? Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huyo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Mwisho wa kunukuu. Huu ndio ufufuo wa kwanza ulio bora. Waliokufa tangu Adamu hadi watakaokatwa vichwa wakati wa dhiki kuu ndio watakaofufuliwa katika ufufuo wa kwanza, na wale watakaokuwa hai nao wamevumilia mateso yote hadi wakati huo, nao watanyakuliwa kuungana pamoja na waliofufuliwa katika ufufuo wa kwanza. Wanaosema watu watajiokoa kwa damu zao alafu watakuwa wanakatwa vichwa na kuibukia kwenye harusi ya mwana kondoo, huo ni uongo, kwani hakuna ufufuo mwingine wa aina hiyo. Kuna aina mbili tu za ufufuo kama tutakavyoona huko mbele. Kuna aina mbili, ufufuo wa wenye haki au ufufuo wa kwanza, na ufufuo wa hukumu au ufufuo wa pili. Utasoma kitabu cha Ufunuo. Okay, acha nisomee hapa nimalizie vifungu. Kitabu cha Ufunuo 13. Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 13 anasemaje? Anasema hivi, naye afanya ishara kubwa hata kufanya Ufunuo 7. Acha nisome Ufunuo 7. Samahani, kuanzia 13. Ufunuo 7 kuanzia 13. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Umesikia hilo neno? Angalia hapo, wanatoka katika ile dhiki, wamefua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Yohana aliulizwa hao wanatokea wapi? Hakujua. Akajibiwa kuwa wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kusema kuwa watakaobaki baada ya unyakuo wataokolewa kwa damu zao ni uongo, kwa mujibu wa kifungu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 7 kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 17. Katika dhiki hiyo tumeona tutaokolewa kupitia damu ya Yesu, wala sio damu zetu wenyewe. Damu yako ina thamani gani wewe? Damu yako ina thamani yoyote kupita damu ya Yesu. Na wakati huo huo wa miaka 3.5 ya mwanzo, ambayo na kanisa litakuwepo, Mungu atainua mizeituni miwili itakayohubiri injili ya uamsho wa mwisho. Katika Ufunuo 11:3 mpaka 12 utasoma hapo. Hawa watu wawili watainuliwa na Mungu kuwahubiri watu wote, kukataa chapa ya mnyama na mpinga Kristo, na kila mtu au watu watakaopingana na watu hao watapewa adhabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeona kuwa kanisa litakuwepo katika kipindi cha dhiki kuu kwa muda wa miezi 42, na baada ya mpinga Kristo kukaa katika hekalu la Yerusalemu, itapita muda kidogo, kwa sababu siku zitafupizwa kwa sababu ya wateule. Ndio tunaona unyakuo utatokea
katika Ufunuo wa Yohana 3:10 mpaka 11. Wengine wanatafsiri kifungu hichi vibaya. Kwa kuwa anasemaje? Ufunuo wa Yohana 3 kuanzia mstari wa 10, angalia unavyotafsiri fungu hili vibaya. Biblia inasemaje? Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibika